Wasomi nchini Urusi wanamtaka Rais Vladimir Putin asije akaingia katika mitego ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, viongozi hao na wanasiasa ambao ni wasomi pia, akiwemo Sergei Karaganov, amesema Urusi haipaswi kuanguka kwenye mtego wa asali wa Donald Trump, akimwambia Vladimir Putin, rais wa Urusi, awe makini juu ya kiongozi huyo wa Marekani, Rais Donald Trump. Wakati Washington inafufua mazungumzo ya upunguzaji wa silaha za nyuklia, mwanasayansi mashuhuri wa kisiasa wa Urusi na mshauri wa zamani wa Kremlin Sergei Karaganov anapuuza wazo hilo kama udanganyifu wa kimkakati unaolenga kuidhoofisha Urusi, wakati ambapo jeshi la Marekani litakuwa likijikuza zaidi na kuonekana bora zaidi. Katika mahojiano na gazeti la MK la Moscow, Karaganov anadai kwamba uzuiaji wa nyuklia unasalia kuwa hakikisho bora zaidi la Urusi dhidi ya vita vyovyote, na anaonya dhidi ya kurudia makosa ya waziri mkuu wa zamani wa Usovieti Mikhail Gorbachev na kukejeli pendekezo la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron la mwamvuli wa nyuklia wa Ulaya Magharibi. Pia anaeleza jinsi mkao wa nyuklia wa Urusi ambao tayari umelazimisha mabadiliko katika mkakati wa Marekani kuisukuma Washington kuacha kimya msimamo wake wa awali wa misimamo mikali kuhusu Ukraine. Karaganov ameelezea kwa nini anaamini kwamba Urusi lazima ikatae uondoaji wa silaha za nyuklia, jinsi silaha za nyuklia zinavyosalia kusawazisha, na kwa nini viongozi wa Ulaya Magharibi kwa maoni yake wanahitaji kuangalia ukweli. Hata hivyo, Bwana Karaganov alieleza akisema kwamba ikiwa silaha za nyuklia zitapunguzwa, labda wanachama wote wenye silaha hizo wanapaswa kufanya hivyo, sio tu Urusi na Uchina ambazo zimeteuliwa kuwa maadui wa Marekani katika mkakati wake wa kijeshi. Sergei Karaganov amependekeza akisema kwamba mapendekezo hayo ambayo nimekuwa nikiasikia kutoka kwa wataalamu wa mikakati na wataalamu wa Marekani kwa miongo kadhaa yanaleta kicheko kizuri na kisicho cha kirafiki. Wakati huo, Marekani pamoja na uwezo wake mkubwa wa kisayansi, kiufundi, kiuchumi na kijeshi, pamoja na vikosi vyake vya nguvu vya makusudi vyote, hasa jeshi la wanamaji, na kwa manufaa yake kwa mifumo ya anga, ina nia ya kupunguza silaha za nyuklia. Hiyo ni kwa sababu silaha hizi hufanya uwekezaji mkubwa katika nyanja nyingine zote za kijeshi, hatimaye kutokuwa na maana na kusawazisha faida zao za kiuchumi na kisayansi, kiufundi, lakini pia makali yao ya idadi ya watu juu yetu, kwa kutuingiza kwenye mazungumzo ya pande tatu na hata ya pande nyingi. Wamarekani wanataka kuweka kikwazo katika mahusiano yetu na China ambayo ni yenye urafiki wa muda mrefu. Hata hivyo, watu wengi katika nchi ya Urusi wanaamini kuwa silaha za nyuklia chache ni bora zaidi. Hii inatokana na mantiki ya Marekani ya kufikiri kimkakati, na ndio sababu ambayo nchi ya Urusi haihitaji ziada ya silaha za nyuklia, lakini inahitaji idadi ya kutosha ya silaha za nyuklia. Ila hakuna mtu anayeweza kufikiria kuanzisha vita dhidi ya Urusi na washirika wake wa karibu au vita vyovyote vikubwa kwa jambo lolote, kutokana na kwamba Urusi ina silaha hizo nzito. Hata hivyo, huenda kushindwa kwa nchi za Magharibi dhidi ya Urusi kumetokana na uwezo wake wa silaha za kinyuklia, lakini pia vitisho alivyovitoa rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya taifa lolote ambalo litaingilia kati vita nchini Ukraine, kwamba ataweza kulishambulia kwa kutumia silaha za nyuklia. Wakati fulani katika historia, Urusi ilisahau kazi nyingi za kuzuia nyuklia, ambayo haipo tu kuzuia uvamizi wa nyuklia, lakini pia kuzuia vita yoyote. Hata hivyo, imeonekana kwamba kwa kutotumia kizuizi cha nyuklia katika hatua za mwanzo za mzozo wa kijeshi, Urusi ilipata kile ilichokipata huko Ukraine. Lakini kutokana na uingiliaji kati wa wanachama wenye vipaji zaidi wa jumuiya za Urusi na wataalamu wa Urusi, waliwezesha uwezo wa kuzuia nyuklia, wakabadilisha mafundisho yao na kuanza, ingawa si kamilifu vya kutosha, lakini wamesonga mbele na ni juu ya kile kinachojulikana kama ngazi ya kuongezeka kwa kuzuia nyuklia. Hata hivyo, amesema kwamba amani katika bara la Ulaya inahitaji kuvunja urithi wake wa kibeberu. Kadhalika, katika kipindi hiki baadhi ya wanasiasa wanahisi pengine rais wa Urusi amefanikisha hilo, lakini ni kutokana na uwezo aliokuwa nao yeye binafsi, lakini pia na uwezo wa rasilimali zilizopo ndani ya Urusi. Mwanzoni mwa msimu wa joto uliopita kulikuwa na mjadala juu ya hitaji la kuongeza utegemezi wa kuzuia nyuklia na kisha kubadilisha fundisho la nyuklia na kusonga mbele hatua chache kwenye ngazi za kuongezeka kwa kuzuia nyuklia.
Hii ilishawishi wapinzani wa Urusi juu ya nia ya Urusi kutumia silaha za nyuklia, na kuendelea kwa vita kulianza kutoa tishio kwa Marekani na matokeo ambayo hawataweza kutumia faida zao za kiuchumi na zingine. Wangekabiliwa na wangeshindwa kwa aibu na mashambulizi ya nyuklia kwa washirika wao na vituo vyao vya ng'ambo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.